Seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi ameondolewa kama mwenyekiti wa kamati ya seneti kuhusu uwekezaji wa umma ya kaunti na hazina maalum, katika hatua inayoashiria mabadiliko makubwa ndani ya uongozi wa kamati za seneti. Ripoti pia zinaashiria kuwa Osotsi pamoja na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna wanakabiliwa na uwezekano wa kuondolewa kabisa katika kamati wanazohudumu kama wanachama, akiwemo Sifuna kutoka kamati ya uhasibu wa kaunti. Ibrahim Karanja anatufungulia. Kimbunga cha kisiasa kinaendelea kuvuma ndani ya mrengo wa Linda Mwananchi, huku viongozi waliochagua mkondo tofauti wa kisiasa na uongozi wa ODM wakikabiliwa na hatua za kinidhamu. Baada ya kutofautiana kisiasa na wenzao waliounga mkono msimamo rasmi wa chama, sasa ni zamu ya seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi kupoteza wadhifa ndani ya seneti. Osotsi, ambaye kufikia leo hii alikuwa mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji wa umma kwenye kaunti na hazina maalum, aliondolewa kutoka kwa wadhifa huo baada ya madai kadhaa kutolewa dhidi yake. So members of the committee felt they were not happy with the way the former chair, in the name and person of Senator Godfrey Osotsi, was running and conducting the affairs of the committee. They cited instances whereby he was personal about the committee. He would make decisions that were final without consulting the entire membership of the committee. And so members felt there is no teamwork. And there's no collective responsibility as to the affairs of the committee. And that's why, and that informed the motion of no confidence in the chair today. All right. Hivyo basi, wanachama wa kamati hii wakawa na uamuzi wa pamoja wa kumng'atua. Seneta wa Machakos Agnes Kavindu Muthama ndiye pekee ambaye hakuhudhuria kikao hicho, huku hoja ya kumbandua Osotsi ikiwasilishwa na Seneta Chimera. Japo Chimera anasema kuwa hili halina msingi wa kisiasa. But this was purely an in-house committee issue, and that's why he's been removed. It is a committee problem. It is not a leadership problem. It is not a political problem. It has no bearing whatsoever on the political stance he's taken. Members just felt he's not fit enough to be their chair. Kuondolewa kwa Osotsi kama mwenyekiti kunatajwa kuwa mwanzo tu wa mabadiliko yanayotarajiwa, huku ripoti zikidokeza kuwa huenda akaondolewa pia kama mwanachama wa kamati hiyo na kuhamishwa kwenye kamati nyingine ya seneti. Naye seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye tayari ameshaadhibiwa na chama kwa kuondolewa kama katibu mkuu wa ODM na pia naibu kiranja wa walio wachache katika seneti, pia anakodolea macho kung'olewa kutoka kamati ya uhasibu wa kaunti, ripoti zikiashiria atapelekwa katika kamati ya kilimo. Hatua hii ya chama cha ODM ikiwa ni njia ya kuadhibu maseneta hao kufuatia msimamo wao wa kisiasa. Ibrahim Karanja, NTV.